Nampongeza sana rais kwa juhudi zake alizochukua na kukuridhia na kukubali yote aliyopelekwa, sisi tumeyakubali pia. Hii italeta msukumo mzuri sana katika nchi yetu, watu watafurahi. Msukumo kwa sababu ili kwa serikali kuwepo kwa mujibu wa katiba, na katiba imeshaeleza kwamba kuna serikali itakuwepo, vyama viwili vyote vitazingatia, wataongoza, watashauriana. Ni nzuri sana, nafurahi sana kusikia habari hiyo. Ila tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweka maridhiano. Maridhiano ndio alikuwa anatakiwa, ni kitu cha msingi ambacho hata sisi kimetupa hamasa kufanya shughuli zetu sasa hivi kwa kujiamini. Maana kulikuwa kuna mara unasikia huyu hajakubali, mara huyu, lakini alikuwa anafanyika chini kwa chini. Ila sasa hivi mazali wameridhiana, wamekubaliana, sasa hivi watajenga nchi kwa pamoja na sisi wananchi tutakuwa moja kama tulivyokuwa tukiishi zamani. Mimi kauli yangu nampongeza Dr. Hussein Mwinyi akiwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi visiwani Zanzibar, na anategemea kuwasili lake peke yake na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, na vile nampongeza mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo akiwa na wajumbe wenzake. Nategemea mzee Babu Jumaduni Haji wameshiriki pamoja na viongozi wenzao wa kitaifa, na mimi nawaunga mkono, walilete na sisi tutalipokea kwa bashasha hali ya juu katika visiwa vya Zanzibar. Swala hili kulikuwa wizara hazina watu kama wizara 4, lakini sasa nategemea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu muda mchache ujao wizara zitakuwa zimekamilika, na zaidi maendeleo yaliokuwa yanaletwa yatazidi kuimarika na itazidi kufikia hatua iliyokuwa sahihi. Na sisi wananchi wa Zanzibar tunachokihitaji ni umoja na ushirikiano. Ukija umoja na ushirikiano tutafikia yale malengo tunayoyataka, na tutaiona Zanzibar mpya iliyokuwa imejengeka kwa kila sekta na kwa kila mbinu na kwa kila chochoro, kama zilivyokuwa zimeanza barabara, na saizi zitakuja mambo mengi, atakuja na wananchi watafaidika, na hakuna mwananchi atakayekuwa ni mnyonge katika visiwa hivi vya Zanzibar. Sisi kawaida yetu wa Zanzibari hasa iwavyo vote, siku zote tuko katika umoja tu. Ikiwa limefanyika, likiwa halijafanyika, sisi mara nyingi huwa tunang'ang'ania kufanya mambo yawe salama, tukae kwa utulivu. Kama linatokezea hilo lishakuwa tayari, basi ndo tunavyoomba na liendelee, lisiishie kwamba hapo tena ikawa kila baada ya miaka 5. Jambo la umoja na amani katika kujenga mintasa ya nchi ni muhimu sana, kwa sababu unapokuwa pahali popote unataka kutengeza amani, basi muhimu sana kutizama, je, hawa na watengezea amani ni nani kwangu? Na mimi ni kiongozi, nina kitu gani nataka kukifanya kwa hawa na waongoza? Sasa ili ufanye zuri unatakiwa ujenge njia njema. Hawa wamefikiri mbali sana, kwa sababu wao ni viongozi na majukumu makubwa wao ndio walionayo, kwa sababu kiongozi ni sana mzee na mwenye nyumba jinsi watoto wake. Watoto wakiharibikiwa ni mzee. Kwa hiyo nchi hii itapoharibikiwa ni wao viongozi, sisi hatuna lawama. Kwa hiyo sisi tunatazama wao. Wanalofanya zuri tunalipokea, na wanalofanya baya vile vile tutakuwa hatuwezi kufurahia. Kwa hiyo tutahisi wanatunyanyasa, wanatuumiza. Na tumefurahia kwa kweli, sababu maendeleo tunayaona na pia amani ipo katika nchi. Kwa hiyo kwa kweli tumefurahia wananchi, na tunafurahia kusema la kweli. Sidhani kama nchi ingeendelea kuwa na maendeleo kama maridhiano baina ya viongozi wa pande fulani na fulani wakashindwa kuelewana. Sidhani kama maendeleo tungeyaona, umeona vizuri, au hata kama tungeyaona, lakini sidhani kama tungeyafurahia, kwa sababu kuna vitu vingi vingekosekana. Kuna minong'ono ambayo ingeleta labda mkanganyiko katika nchi. Umeona bana, ya kutokuwa na amani, umeona bana, vita vingekuwepo. Lakini madhali viongozi wameona bana kuna haja ya kuungana mkono, maridhiano yawepo, naamini haya maridhiano yanaweza kuja kuleta tija na faida kubwa kwa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo upande wangu naona jambo zuri, kwa sababu litatusaidia hata si wananchi wenye hali za chini, wanapojadili wao jambo la pamoja, na sisi huko tunapata kufaidika na kujikwamua kimaisha, kiuchumi. Amani ya nchi inakuwa iko vizuri, yani tunaishi bila kuwa na hofu. Kiupande wangu mimi naona jambo hilo ni zuri, mimi nimelifurahia na nimelipokea. Mimi kama Mzanzibari kindaki masuala hapo nafurahia, kwa sababu itakuwa hapo tena zile chuki. Ukiangalia Zanzibar wote ni ndugu. Mpemba Makunduchi huyu kama huyu na kama huyu, alafu tukiangalia tunaendeshwa na chombo kimoja cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo Mtume akasema kama ufarikiano haufai, tuwe pamoja. Kwa hivyo kama tutakuwa pamoja kikweli kweli, nitafurahi, nitajivunia Zanzibari wangu.